Yes, ebara mambo vipi? On the microphone it's Ogelo Official Rose D. Ni kwa vyema kabisa nimezikumbata habari mbalimbali ambazo tutaziangazia na kuzifahamu wote kwa pamoja. Kipi ambacho kimeweza kujiri hususan katika ulimwengu wa habari za udaku, habari za kijamii, michezo pamoja na burudani. Mimi niko na story ya mwanadada Nicole ambaye amefunguka kwa uchungu sana kwa wale wote ambao wanamsema kwamba anajiuza kwa matajiri maisha yake ya udangaji. Amezungumza nini kuhusiana na hili na ni wapi? Basi niko hapa kukuhabarisha vyema. Utaendelea kusubscribe kwa ajili ya kuzipata zile nyingi kabisa za kihabari. Nami ni Official Rose D. Huyu ni mwanadada Nicole ambaye ni miongoni mwa majina yanayojulikana sana katika mitandao ya kijamii na tasnia ya burudani kwa ujumla. Mwanadada huyu amefunguka kwa kina kuhusu maisha yake binafsi na mitazamo ya watu juu yake. Na katika mahojiano ambayo yalisambazwa na EFM Tanzania, Nicole alieleza kutoridhishwa kiukweli na maneno ya baadhi ya watu ambao wao wanadai kwamba anajiuza kwa matajiri, na alisema wazi kuwa haipendi taswira hiyo kwa sababu haionyeshi ukweli wa maisha yake, bali ni uvumi ambao unatokana na mitazamo ya kijamii na husda tu. Na kwa mtazamo wake Nicole, mafanikio anayoyapata ni matokeo ya juhudi na maamuzi yake binafsi, si kwa sababu ya kutegemea watu wenye uwezo wa kifedha. Lakini hakuishia hapo. Nicole pia aliweza kufunguka kuhusu mpango wake wa kufanya upasuaji mwingine wa plastic kwa maana ya surgery, na alieleza kuwa tayari amewahi kupitia mchakato wa upasuaji wa plastiki ambao ulibadilisha muonekano wake, na sasa pia yuko tayari kufanyiwa tena ili kuboresha zaidi sura pamoja na mwili wake. Kauli hii, mtazamaji, imeibua mjadala mkubwa mitandaoni, baadhi wakiona ni haki yake binafsi kuchagua namna ambavyo anataka kuonekana, huku wengine wakiona ni ishara ya shinikizo la kijamii ambalo linawalazimisha mastaa kubadilisha miili yao ili kubadilika zaidi. So katika mahojiano hayo, Nicole alisitiza kuwa watu wengi wanapenda kuhusisha maisha ya mastaa na mitazamo hasi, na aliongeza pia kuwa mara nyingi wanawake wanaojihusisha na burudani hukumbana na dhana kwamba mafanikio yao yanatokana na uhusiano na matajiri, jambo ambalo kwake ni dhuluma ya kijamii. Na anaongeza kuwa mitazamo hiyo inawanyima wanawake heshima na nafasi ya kuonekana kama watu wenye uwezo wa kujitegemea. Kauli yake ya mwanadada Nicole imeibua mijadala mitatu mikuu. Mjadala wa kwanza kwa mashabiki wake imeonekana kama ishara ya ujasiri na uthubutu wa kuzungumza ukweli bila uoga. Wengi wameitafsiri kama ujumbe kwamba Nicole anapinga dhana za kijamii zinazowadhalilisha wanawake. Lakini mjadala wa pili mkubwa kabisa kwa wakosoaji wake, kauli hiyo imeonekana kama njia ya kujitetea dhidi ya uvumi ambao unaendelea mitandaoni, wakisitiza kuwa mastaa mara nyingi hutumia kauli za kujitetea ili kulinda taswira yao. Lakini tatu, kwa wachambuzi wa kijamii, kauli hiyo imechukuliwa kama mfano wa namna ambavyo mitazamo ya kijamii inavyoweza kuathiri maisha ya mastaa na kuwalazimisha sasa kuchukua hatua za kujitetea hadharani. Kuhusu surgery, Nicole amekuwa mfano wa mastaa ambao wanachagua kubadilisha miili yao kwa upasuaji wa plastic, kwa maana ya kwamba surgery katika ulimwengu wa burudani. Upasuaji pia ama surgery mara nyingi hutazamwa kama njia ya kuongeza mvuto na kuendana na viwango vya urembo vinavyowekwa na jamii. Na hata hivyo, mjadala kuhusu surgery umeendelea kugusa masuala mazima ya afya, maadili na shinikizo pia la kijamii. Wako ambao wanaona ni haki ya mtu binafsi kuweza kuchagua namna ambavyo anataka kuonekana, na wapo ambao wanaona ni hatari kwa afya na ni ishara ya kutokuwa na amani ya ndani. So kwa ujumla, kauli ya Nicole kwamba sipendi wanaosema anajiuza kwa matajiri na ufunguzi wake kuhusiana na swala zima la kufanya yeye surgery nyingine ni kioo cha changamoto ambazo zinawakumba mastaa katika jamii ya kisasa. Lakini pia ni kauli ambayo inasitiza haki ya mtu binafsi kujitetea dhidi ya uvumi na kuchagua namna anavyotaka kuishi. Na katika muktadha wa kijamii, kauli hiyo inaongeza mjadala kuhusu nafasi ya wanawake katika burudani, mitazamo ya kijamii kuhusu mafanikio yao na shinikizo la kijamii linalowalazimisha kubadilisha miili yao. Mtazamaji, ufafanuzi huu umeeleza kwa kina kauli ya Nicole, mitazamo ya mashabiki na wakosoaji na athari zake kwa jamii na tasnia ya burudani. So ni mfano wa namna ambavyo mastaa wanavyokabiliana na uvumi, lakini pia shinikizo la kijamii pamoja na maamuzi binafsi yanayohusu maisha ya kwao. Umepokeaje taarifa hii na habari hii kabisa kutoka kwa mwanadada Nicole? Basi moja kwa moja utaungana na Official Rose D kupitia Biomedia katika kuandika maoni yako. Uwe na wakati mwema mtazamaji, usiache kufuatilia taarifa nyinginezo.